Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, sura ya 3, samahani. Sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 19. Na ndani ya kipengele hiki ambacho nimekisema tutajielekeza zaidi kwenye toba. Yako mambo mengi ambayo nyakati mbaya zinaweza kupata ngazi ya kukanyagia na kusimamia kwa sababu ya njia ambazo zinapishana na njia za Mungu katikati ya watu wake. Nyakati mbaya wakati mwingine, si nyakati zote, ila wakati mwingine kwa baadhi ya maeneo zinaweza kusababishwa na njia za mtu au njia za kundi kama hili zisizomfurahisha Mungu. Biblia iko wazi nayo mengi ya hivyo. Kwa tutasoma hapa, lakini kesho naomba muombe Mungu akujalie na sisi sote tujalie moyo wa toba na roho ya ufunuo ya kugundua hivi nalo hili laweza kunifanyia kikwazo na kizuizi cha milango kunifungukia za nyakati nzuri kuniijiria. Wakati mwingine kama nilivyosema, ufahamu wetu na ukomo. Kuna wakati unaweza kudhani hili si tatizo, kumbe ni tatizo. Ndio maana wakati mwingine tukiomba tunahitaji kuambatanisha na roho ya ufunuo. Roho ya ufunuo inaweza kukuambia hata lingine ulidhani ni sawa, Mungu akakwambia si sawa. Lingine ulidhani ni haki wewe kuwa hivyo au kulifanya kwa namna hiyo, kumbe kwa Mungu si haki kufanya kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwahi kuhudhuria, nivumilie niseme akaushuhuda kwa dakika moja. Ibada moja kule Arusha. Nilikuwa bado sijawa mchungaji, nilikuwa nafanya kazi kule Bukoba, nilikuwa nimepata safari ya kikazi kwenda kule Arusha. Sasa kama kawaida yetu ukifika mahali unatafuta kaanza kanisa usali wapi. Kwa hiyo jioni, ilikuwa siku ya Jumapili, nikatafuta kanisa la kusali. Nikaenda kwenye kanisa moja, walikuwa nasali kwenye ukumbi mmoja unaitwa Revoros kule Arusha. Nikaingia nikakuta wanamgeni anafanya semina, na hiyo siku ibada ya jioni, nilienda ibada ya jioni, anamalizia semina. Alikuwa ametoka Mbeya. Ni mzee mmoja alishafariki, alikuwa anaitwa Silas Aza. Alikuwa ni mchungaji anaitwa Silas Aza wa Mbeya. Wale wa nyakati hizo za zamani alikuwa anajulikana yule mzee. Akatoa ushuhuda, akasema aliwahi kuanzisha miradi kadha wa kadha kwenye kanisa. Yeye ni mwanzilishi wa kanisa lake kule Mbeya. Kwa hiyo mbali na kanisa kuna miradi alianzisha, shule, sio vitu gani pale. Baadaye katika utaratibu wa mambo yalivyoendelea na uongozi kubadilika wale wanamsaidia, sijajua ni miongozo au nikatiba chochote, lakini wakapata vipengele vinavyomuona kwamba yeye sasa hastahili kuwa na mamlaka hapo wala kupata chochote hapo wala kuwa na sauti kwenye vitu hivyo ambavyo yeye ndiye aliyevianzisha. Sasa kwa ile haki yake kwamba hii kazi zote nilianzisha mimi, hii miradi nilibudi mimi, nilisimamia mimi, kaanza hivi, kastawi hivi, wakana ushindani na kamgogoro kakawa kakubwa. Sasa siku moja Silas yule mzee akaugua. Wakati ameugua, kaugua sana, roho ikaacha mwili. Alikuwa anasimulia hiyo story nikiwepo. Akasema nikaenda katika kile nilichoamini ninaenda mbinguni. Kafika mahali fulani akakutana na mtu alikuwa kama askari, nadhani alikuwa ni malaika. Unajua anaweza kujidhihirisha kwa sura zozote. Akakutana na askari, akamuuliza Silas, unaenda wapi? Akasema naenda mbinguni. Akamjibu akamwambia, wanaoenda mbinguni hawafanani kama wewe. Halafu akampa picha ya ule mgogoro unaoendelea kule chini ambao yumo.
Basi akabisha hapo, yule akamwachia, akapita kinguvu nguvu, akaenda mbele, akakutana mwingine, akamuuliza, Silas, unaenda wapi? Akasema, naenda mbinguni. Akamwambia, watu kama wanaoenda mbinguni, watu wanaofanana kama wewe hawaendi mbinguni. Na akamwonyesha tena ile scenario ya ule mgogoro unaoendelea kule chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akamwambia, rudi ukatengeneze. Akajikuta amerudi kwenye mwili, amefufuka. Ndio sasa akaanza alisimulia, akasema, baada ya pale nikawatangazia, nikawasamea wale ndugu wote, na vile vitu vyote walivyokuwa na shindania vyote nikawaachia, nikawagawia, na mimi nikajiondoa. Wakati huo sasa nahubiri injili ya kumalizia. Baada alifariki, lakini sasa alifariki bila shaka, alienda mbinguni sasa. Hakuna kizuizi. Kwa hiyo pointi yangu nilikuwa nataka kusema, kuna jambo wewe unaweza kudhani ni haki kwako, halafu Mungu anavyolitazama wala sio haki. Na hilo likakufungia vitu fulani, na hilo likakuingiza kwenye nyakati mbaya. Umenielewa nilichosema? Amina. Kwa hiyo ninaposema, nimeona nifafanue ili tunaposema kesho tunatubu, kwa sababu tunataka kuingia kwenye nyakati. Naomba nisome haraka haya maandiko. Nasema, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkamtaka yule mpeo muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ni nyote. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, na ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati. Sema nyakati. Zipate kuja. Kuna nyakati zinatakiwa kuja. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Zipate kuja nyakati zinazoitwa nyakati za kuburudishwa, ambazo kinachozifungulia ni toba. Toba inafungulia nyakati za kuburudishwa. Mungu awabariki sana. Nimekwisha kuomba.